Mungu akubariki sana. Kwa huduma ya kukarimu nimeiongelea kidogo hapo kwa undani, kwa sababu ni huduma ambayo nayo imeshambuliwa kweli kweli, imeshambuliwa sana. Haya, mwenye kuonya nimeshaongelea kuonya. Kwa moyo mweupe, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimama. Yani tunasoma Warumi sura ya 12 na sasa nipo kwenye mstari wa 8. Mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Kuna huduma, yani kuna the gift of leadership. Sema ni kama administration, lakini ni leadership. Hiyo na mimi ninayo. Nina karama nyingine ya leadership. Maana yake nini? Hiyo karama ya Yesu hiyo. Unajua Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? 12. Nikueleze kwa nini Yesu alimanifest ile leadership. Yani ilikuwa imeng'aa sana kwake. Nitakueleza na tatizo sasa la leadership. Yani katika ulimwengu kuna yani kuna deprivation ya leadership gifts. No leaders. Hakuna viongozi ulimwengu. Hakuna, simlaumu mtu, lakini that's the reality, kwa sababu ya anguko la ulimwengu. There are no leaders whatsoever. Hata wakiwepo, yani si Yesu alikuwepo jamani, alikuwa kiongozi. Walimfanya nini? They killed him. Kwa nini? You are taking a leadership position and we want it. Yani kuna mijitu inataka, kwa sababu kwenye leadership kuna nguvu. Kwa hiyo inataka kuchukua hiyo nafasi yake, hata kama kwa kutumia nguvu za kukuharibia maisha. Okay, let's go. Kwa hiyo Bwana Yesu alionyesha leadership. Mimi nataka nionyeshe mfano mzuri tu. Walipokuwa nataka kuja kumkamata Bwana Yesu, ilibidi unajua walikuwa wanamuona kila hekaluni pale, kila siku wanamuona. Yani akiwa kwenye masinagogi wanamuona, akiwa anakatiza njiani wanamuona kabisa. Mafarisayo wanamuona yule pale, yule Yesu yule pale. Lakini siku ile wanaposema twende tukamkamate, ilibidi wamtumie Yuda. Yuda akakoludi nao, wakampiga pesa Yuda, akamwambia twendeni. Yuda akamwambia twendeni, yule nitakaye mbusu ndio atakuwa huyo mwalimu, ndio mwenyewe yule, mkamateni yule. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alijiduplicate. Yani wanafunzi wa Yesu walifanana naye. Leadership ina matokeo ya duplication. Mimi naongelea good leadership. Of course, hata bad leadership ina matokeo ya duplication. Kwa hata viongozi wabaya wanapataga mifano yao. Unakuta kuna mtu mwingine yeye ni mfuasi wa yule kiongozi mbaya, lakini leadership ina duplication. Kwa hiyo wanafunzi wote wa Yesu walikuwa wanafanana na Yesu, wanavaa kama Yesu, wanaongea kama Yesu, wanatembea kama Yesu. Mfano mzuri ni Mtume Petro. Mtume Petro alipomkamata, hakumkamata. Yesu alipokamatwa, Petro alikuwa anafuatilia kwa nyuma, anajaribu kuona nini kitatokea. Mdada mmoja akamwambia, wewe na wewe ulikuwa na Yesu wewe. Akakataa. Watu wengine wakamwambia, wewe na wewe ulikuwa na Yesu. Akakataa kabisa katakata. Wakamwambia, mbona unatembea kama yeye? Mbona unaongea kama yeye? Mbona umevaa kama yeye? Kwa hiyo Yesu aliweza kujiduplicate. Yani leader, kuna msemo unasema kiongozi, mafanikio ya kiongozi ni kuzalisha viongozi wengine. Ili kiongozi awe amefanikiwa ni kuzalisha viongozi wengine. Na mimi kanuni yangu katika uongozi, kwa sababu na mimi na gift ya uongozi. Yani ninapokuwa kwenye uongozi, kazi yangu kubwa ni kuwapa nafasi wengine waweze kufika kwenye ngazi zao za uongozi. Give others space. Yani kuwapa watu nafasi ya kufika kwenye level za uongozi ambazo Mungu amewakusudia.
Ndo kanuni yangu. Kwa popote napokwenda, kama nafanya kazi na mtu yule, wale watu naofanya kazi nao lazima watafika kwenye level ya uongozi. I'm that free. Musa naye alikuwa kiongozi mkubwa kabisa wa Wayahudi. Nikwambie tatizo lilotokea. Baada ya Musa akaja Yoshua, baada ya Yoshua mambo yakasambaratika. Hakukuwa tena na kiongozi, hakukuwa na succession kwa Yoshua. Musa alimpa Yoshua, alifanya succession kwa Yoshua, lakini Yoshua hakufanya succession. Alivyoondoka basi jamaa wakabaki peke yao, wakaanza kufanya kila mmoja vile anavyojisikia kufanya. Mungu ndo akawa anawatafutia waamuzi, wanakuja wanaondoka, wanakuja wanaondoka, wanakuja wanaondoka, kwa sababu hakukuwa na succession. Kwa hiyo hii ni kipawa cha uongozi, cha administration, sio cha kulazimishia. Wanasema ni charismatic leaders, watu wanakuwa charismatic leaders. Charisma ni kipawa, yani manake ni gift of the Holy Spirit. Ni charisma, ni neema, yani charisma inatokana na neema. Yani huyu mtu kapewa tu uwezo wa kuwa kiongozi. Kuna viongozi wengine yani they are not forcing, yani yeye akisimama tu watu kwa sababu ndani yake, that's who they are. They are leaders. Umeona? Sasa tatizo la ulimwengu ni kwamba hakuna viongozi. Niongelee kanisani hapa. Kanisani hakuna viongozi, hakuna leaders. Kwa nini? Kwa sababu of course sababu moja nitasema ni sababu ya anguko. Akitokea mtu anataka kudhihirisha uongozi, atapingwa huyo mtu. Au labda watu pia hawaelewi, yani hakuna awareness what is required of a person to be a leader. Sababu watu wanafikiri kuwa kiongozi ni kuwatawala wengine. Kuna tofauti kati ya kiongozi na mtawala. Mtawala anaishia kwake yeye, yani everything revolves around that person. Huyo ni mtawala, huyo sio kiongozi. Wengine wanamtumikia. Huyo ni mtawala, sio kiongozi. Lakini Bwana Yesu ambaye ni mfano wa kiongozi, watu wanasema we have to, tunatafuta. Yesu alikuwa ni servant leader. Kazi ya kiongozi ni kuwatumikia wengine. Kiongozi anawatumikia wengine, anawatumikia wengine. Ndio maana hata kanisani watu wanasemaga huyu Chemo ni mtumishi. Sasa Chemo ni mtumishi vipi wakati ndo anaabudiwa? Sasa huyu ni mtumishi lakini ndo anaabudiwa, watu wanabusu miguu yake. Sio mtumishi huyo. Hilo ni neno tu limewekwa, halina maana, imeshakuwa cliche. Mtumishi maana yake huyo anabeba mizigo ya watu wengine, anawatumikia wengine. Ndivyo Bwana Yesu alivyofanya. Ngoja nitafute mstari, nisamehe kidogo. Nikupe commercial break hapa, natafuta mstari. Haleluya. Matthew 20:28 na Marko 10:45. Naipenda hii ya kwenye Marko, nimeweka vizuri sana. Ngoja niende hiyo kwenye Marko 10:45 ni kuonyeshe namna ya uongozi ambao Bwana Yesu alikuwa anauongelea. Na nimepata labda hiyo ndio Mathayo, tutaenda kuiangalia pale. Marko 10:45 tutaangalia na ule wa Mathayo vile vile. Tunayo nafasi tu, muda wa kutosha upo. Nasema kwa maana Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa kimombo anasema the Son of Man did not come to be saved, but to serve. Na hilo neno alilotumia to serve ni neno kabisa ile linalomaanisha mtumwa, kuwa mtumwa. Umeshawahi kuimagine Yesu amekuja kukutumikia? Umeshawahi kuimagine? Is it too hard to imagine? That is what a leader must be, saving others. Kiongozi ni lazima awe mtumwa wa wengine.
Kwa twende kwenye Mathayo pale, labda ndio itaongelea kwa habari ya mtumwa kabisa. Ameelezea kwamba huyu kiongozi ni lazima awe mtumwa wa mwingine. Mathayo 20, Mathayo 20:23. Mathayo 20:23. Au nimekosea? 28. Mathayo 20:28. Okay. Nataka nianze mstari wa 26. Nasema lakini haitakuwa okay, 20 ngapi? Okay. Yeah, ni nzuri sana imekaa. Nisome kwa urefu kidogo. Anasema ilikuwa ni okay, sasa sitasoma maana naona ni ndefu sana. Hii habari hapa katika hii kifungu, Bwana Yesu walikuja wanafunzi wake wawili ambao ni Yakobo na Yohana, wakamwambia Bwana, tunataka. Actually mama yao alikwenda kabisa, mama yao alikuwepo. Mazaa akaenda akamwambia Bwana, nataka watoto wangu katika ufalme wako, mmoja akae mkono wa kuume na mwingine akae mkono wa kushoto. Akamwambia, mnajua mnachokitaka nyinyi? Mtakinywea kikombe ambacho ninakinywea? Wakasema tutakinywea. Akasema hakika mtakinywea, lakini kukaa mkono wa kuume au mkono wa kushoto kwangu sina amri ya kuwapa mimi, bali watapewa wale watakao waliowekewa tayari na Baba yangu. Sasa mstari wa 24 anasema na wale 10 waliposikia walikasirika. Waliwakasirikia wale ndugu wawili. Sema hao jamaa wanataka kuchukua nafasi faster. Wakaanza kupambana. Wale 12. Imagine. Hiyo ndio nature ya wanadamu. Ndio maana viongozi katika mazingira ya kileo wanalindwa, kwa sababu hiyo mijitu tu inayowazunguka inaweza ikawaletea madhara. Kwa ni lazima walindwe. Yaani ninachokiongea hapa ni kwamba ulimwengu umeanguka kiasi kikubwa sana. Kiasi kubwa sana, kiasi kwamba mtu yote anayesimama kwenye nafasi ya uongozi anapingwa. Lakini Yesu akawaita akawaambia, majua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Hii ndio asili ya uongozi wa duniani, kuwatawala na kuwatumikisha wale walio chini yao. Ndio asili ya ulimwengu, ndio anguko limesababisha hivyo. Kwa wanaitwa ni watawala. Sasa huyu alitawala kutoka wakati fulani mpaka wakati fulani, ni mtawala, sio kiongozi. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, kuwa kiongozi wenu, na awe mtumishi wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa hiyo mfano wa mwana wa Adamu wa uongozi ni wa kutumika. Okay, nisisahau kwamba ninafundisha habari ya karama ya uongozi. Kwa hiyo mtu anaweza akasema mimi kwangu ni ya uongozi. Angalia matokeo yake, yani unatakiwa uwe mtumishi wa wengine, sio uwe kiongozi ujilimbikizie mamlaka, utawala, watu wakuogope, watu wawe na hofu na wewe. Kiongozi uwe mtumishi wa wale watu, uwalimie mashamba yao. Uwe ni mfano tu. Natoa mifano ya wafalme tu hata wa dunia. Wanawatumikiaje watu wao? Wanawapa huduma. Okay, naongelea kama hata viongozi wa namna za kawaida za sasa hivi. Wanawapa huduma watu wao. Wanawapa huduma za maji, yaani wanawajibika wao. Huduma za maji, huduma za umeme, huduma za shule, huduma za hospitali, huduma za muhimu za kibinadamu wanawapa. Wanawatumikia. Ndio maana katika tawala za kisasa hivi kuna watu wanaitwa watumishi wa umma. Hao watumishi wa umma ni watumishi wanaotumikia umma. Wanachukua nafasi ya uongozi ambayo wamepewa na Mungu kutumika kwa wengine. Kwa hiyo ni karama ya uongozi, ni karama. Wengine wanasema ni wito, lakini ni karama ya uongozi. Kwa nimemaliza kwa habari ya hizo karama za ziada ambazo zipo katika Warumi sura ya 12. Tutaendelea kujifunza zaidi.
Mungu akubariki sana. Kwa hiyo huduma ya kukarimu nimeiongelea kidogo hapo kwa undani, kwa sababu ni huduma ambayo nayo imeshambuliwa kweli kweli, imeshambuliwa sana. Haya, mwenye kuonya nimeshaongelea kuonya. Kwa moyo mweupe, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimama. Yaani tunasoma Warumi sura ya 12 na sasa nipo kwenye mstari wa 8. Mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Kuna huduma, yani kuna the gift of leadership. Sema ni kama administration, lakini ni leadership. Hiyo na mimi ninayo. Nina karama nyingine ya leadership. Maana yake nini? Hiyo karama ya Yesu hiyo. Unajua Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? 12. Nikueleze kwa nini Yesu alimanifest ile leadership. Yaani ilikuwa imeng'aa sana kwake. Nitakueleza na tatizo sasa la leadership. Yaani katika ulimwengu kuna yani kuna deprivation ya leadership gifts. No leaders. Hakuna viongozi ulimwenguni. Hakuna, simlaumu mtu, lakini that's the reality, kwa sababu ya anguko la ulimwengu. There are no leaders whatsoever. Hata wakiwepo, yani si Yesu alikuwepo jamani, alikuwa kiongozi. Walimfanya nini? They killed him. Kwa nini? You are taking a leadership position and we want it. Yani kuna mijitu inataka, kwa sababu kwenye leadership kuna nguvu. Kwa hiyo inataka kuchukua hiyo nafasi yake, hata kama kwa kutumia nguvu za kuharibia maisha. Okay, let's go. Kwa hiyo Bwana Yesu alionyesha leadership. Mimi nataka nionyeshe mfano mzuri tu. Walipokuwa wanataka kuja kumkamata Bwana Yesu, ilibidi unajua walikuwa wanamuona kila hekaluni pale, kila siku wanamuona. Yaani akiwa kwenye masinagogi wanamuona, akiwa anakatiza njiani wanamuona kabisa. Mafarisayo wanamuona yule pale, yule Yesu yule pale. Lakini siku ile wanaposema twende tukamkamate, ilibidi wamtumie Yuda. Yuda akakoludi nao, wakampiga pesa Yuda, akamwambia twendeni. Yuda akamwambia twendeni, yule nitakaye mbusu ndio atakuwa huyo mwalimu, ndio mwenyewe yule, mkamateni yule. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alijiduplicate. Yaani wanafunzi wa Yesu walifanana naye. Leadership ina matokeo ya duplication. Mimi naongelea good leadership. Of course, hata bad leadership ina matokeo ya duplication. Kwa hata viongozi wabaya wanapatanga mifano yao. Unakuta kuna mtu mwingine yeye ni mfuasi wa yule kiongozi mbaya, lakini leadership ina duplication. Kwa hiyo wanafunzi wote wa Yesu walikuwa wanafanana na Yesu, wanavaa kama Yesu, wanaongea kama Yesu, wanatembea kama Yesu. Mfano mzuri ni Mtume Petro. Mtume Petro alipomkamata, sasa hakumkamata. Yesu alipokamatwa, Petro alikuwa anafuatilia kwa nyuma, anajaribu kuona nini kitatokea. Mdada mmoja akamwambia, wewe na wewe ulikuwa na Yesu wewe. Akakataa. Watu wengine wakamwambia, wewe na wewe ulikuwa na Yesu. Akakataa kabisa katakata. Wakamwambia, mbona unatembea kama yeye? Mbona unaongea kama yeye? Mbona umevaa kama yeye? Kwa hiyo Yesu aliweza kujiduplicate. Yaani leader, kuna msemo anasema kiongozi, mafanikio ya kiongozi ni kuzalisha viongozi wengine. Ili kiongozi awe amefanikiwa ni kuzalisha viongozi wengine. Na mimi kanuni yangu katika uongozi, kwa sababu na mimi na gift ya uongozi. Yaani ninapokuwa kwenye uongozi, kazi yangu kubwa ni kuwapa nafasi wengine waweze kufika kwenye ngazi zao za uongozi. Give others space. Yaani kuwapa watu nafasi ya kufika kwenye level za uongozi ambazo Mungu amewakusudia.
Ndo kanuni yangu. Kwa popote napokwenda, kama nafanya kazi na mtu yule, wale watu naofanya kazi nao lazima watafika kwenye level ya uongozi. I'm that free. Musa naye alikuwa kiongozi mkubwa kabisa wa Wayahudi. Nikwambie tatizo lilotokea. Baada ya Musa akaja Yoshua, baada ya Yoshua mambo yakasambaratika. Hakukuwa tena na kiongozi, hakukuwa na succession kwa Yoshua. Musa alimpa Yoshua, alifanya succession kwa Yoshua, lakini Yoshua hakufanya succession. Alivyoondoka basi jamaa wakabaki peke yao, wakaanza kufanya kila mmoja vile anavyojisikia kufanya. Mungu ndo akawa anawatafutia waamuzi, wanakuja wanaondoka, wanakuja wanaondoka, wanakuja wanaondoka, kwa sababu hakukuwa na succession. Kwa hiyo hii ni kipawa cha uongozi, cha administration, sio cha kulazimishia. Wanasema ni charismatic leaders, watu wanakuwa charismatic leaders. Charisma ni kipawa, yani manake ni gift of the Holy Spirit. Ni charisma, ni neema, yani charisma inatokana na neema. Yani huyu mtu kapewa tu uwezo wa kuwa kiongozi. Kuna viongozi wengine yani they are not forcing, yani yeye akisimama tu watu kwa sababu ndani yake, that's who they are. They are leaders. Umeona? Sasa tatizo la ulimwengu ni kwamba hakuna viongozi. Niongelee kanisani hapa. Kanisani hakuna viongozi, hakuna leaders. Kwa nini? Kwa sababu of course sababu moja nitasema ni sababu ya anguko. Akitokea mtu anataka kudhihirisha uongozi, atapingwa huyo mtu. Au labda watu pia hawaelewi, yani hakuna awareness what is required of a person to be a leader. Sababu watu wanafikiri kuwa kiongozi ni kuwatawala wengine. Kuna tofauti kati ya kiongozi na mtawala. Mtawala anaishia kwake yeye, yani everything revolves around that person. Huyo ni mtawala, huyo sio kiongozi. Wengine wanamtumikia. Huyo ni mtawala, sio kiongozi. Lakini Bwana Yesu ambaye ni mfano wa kiongozi, watu wanasema we have to, tunatafuta. Yesu alikuwa ni servant leader. Kazi ya kiongozi ni kuwatumikia wengine. Kiongozi anawatumikia wengine, anawatumikia wengine. Ndio maana hata kanisani watu wanasemaga huyu Chemo ni mtumishi. Sasa Chemo ni mtumishi vipi wakati ndo anaabudiwa? Sasa huyu ni mtumishi lakini ndo anaabudiwa, watu wanabusu miguu yake. Sio mtumishi huyo. Hilo ni neno tu limewekwa, halina maana, imeshakuwa cliche. Mtumishi maana yake huyo anabeba mizigo ya watu wengine, anawatumikia wengine. Ndivyo Bwana Yesu alivyofanya. Ngoja nitafute huo mstari, nisamehe kidogo. Nikupe commercial break hapa, natafuta mstari. Haleluya. Matthew 20:28 na Marko 10:45. Naipenda hii ya kwenye Marko, nimeweka vizuri sana. Ngoja niende hiyo kwenye Marko 10:45 ni kuonyeshe namna ya uongozi ambao Bwana Yesu alikuwa anauongelea. Na nimepata labda hiyo ndio Mathayo, tutaenda kuiangalia pale. Marko 10:45 tutaangalia na ule wa Mathayo vile. Tunayo nafasi tu, muda wa kutosha upo. Nasema kwa maana Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa kimombo anasema the Son of Man did not come to be saved but to serve. Na hilo neno alilotumia to serve ni neno kabisa ile linalomaanisha mtumwa, kuwa mtumwa. Umeshawahi kuimagine Yesu amekuja kukutumikia? Umeshawahi kuimagine? Is it too hard to imagine? That is what a leader must be, serving others. Kiongozi ni lazima awe mtumwa wa wengine.
Kwa twende kwenye Mathayo pale, labda ndio itaongelea kwa habari ya mtumwa kabisa. Ameelezea kwamba huyu kiongozi ni lazima awe mtumwa wa mwingine. Mathayo 20, Mathayo 20:23. Mathayo 20:23. Au nimekosea? 28. Mathayo 20:28. Okay. Nataka nianze Mathayo 26. Nasema lakini haitakuwa okay, 20 ngapi? Okay. Ni nzuri sana imekaa. Nisome kwa urefu kidogo. Anasema ilikuwa ni okay, sasa sitasoma maana naona ni ndefu sana. Hii habari hapa katika hii kifungu, Bwana Yesu walikuja wanafunzi wake wawili ambao ni Yakobo na Yohana, wakamwambia Bwana, tunataka. Actually mama yao alikwenda kabisa, mama yao alikuwepo. Mazaa akaenda akamwambia Bwana, nataka watoto wangu katika ufalme wako, mmoja akae mkono wa kuume na mwingine akae mkono wa kushoto. Akamwambia, mnajua mnachokitaka nyinyi? Mtakinywea kikombe ambacho ninakinywea? Wakasema tutakinywea. Akasema hakika mtakinywea, lakini kukaa mkono wa kuume au mkono wa kushoto kwangu sina amri ya kuwapa mimi, bali watapewa wale waliowekewa tayari na Baba yangu. Sasa mstari wa 24 anasema, na wale 10 waliposikia walikasirika. Waliwakasirikia wale ndugu wawili. Sema hao jamaa wanataka kuchukua nafasi faster. Wakaanza kupambana wale 12. Imagine. Hiyo ndio nature ya wanadamu. Ndio maana viongozi katika mazingira ya kileo wanalindwa, kwa sababu hiyo mijitu tu inayowazunguka inaweza ikawaletea madhara. Kwa hiyo ni lazima walindwe. Yaani ninachokiongea hapa ni kwamba ulimwengu umeanguka kiasi kikubwa sana. Kiasi kubwa sana, kiasi kwamba mtu yote anayesimama kwenye nafasi ya uongozi anapingwa. Lakini Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Hii ndio asili ya uongozi wa duniani, kuwatawala na kuwatumikisha wale walio chini yao. Ndio asili ya ulimwengu, ndio anguko limesababisha hivyo. Kwa wanaitwa ni watawala. Sasa huyu alitawala kutoka wakati fulani mpaka wakati fulani, ni mtawala, sio kiongozi. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, kuwa kiongozi wenu, na awe mtumishi wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa hiyo mfano wa mwana wa Adamu wa uongozi ni wa kutumika. Okay, nisisahau kwamba ninafundisha habari ya karama ya uongozi. Kwa hiyo mtu anaweza kusema mimi kwangu ni ya uongozi. Angalia matokeo yake, yani unatakiwa uwe mtumishi wa wengine, sio uwe kiongozi ujilimbikizie mamlaka, utawala, watu wakuogope, watu wawe na hofu na wewe. Kiongozi uwe mtumishi wa wale watu, uwalimie mashamba yao. Uwe ni mfano tu. Natoa mifano ya wafalme hata wa dunia. Wanawatumikiaje watu wao? Wanawapa huduma. Okay, naongelea kama hata viongozi wa namna za kawaida za sasa hivi, wanawapa huduma watu wao. Wanawapa huduma za maji, yaani wanawajibika wao, huduma za maji, huduma za umeme, huduma za shule, huduma za hospitali, huduma za muhimu za kibinadamu wanawapa. Wanawatumikia. Ndio maana katika tawala za kisasa hivi kuna watu wanaitwa watumishi wa umma. Hao watumishi wa umma ni watumishi wanaotumikia umma. Wanachukua nafasi ya uongozi ambayo wamepewa na Mungu kutumika kwa wengine. Kwa hiyo ni karama ya uongozi, ni karama. Wengine wanasema ni wito, lakini ni karama ya uongozi. Kwa nimemaliza kwa habari ya hizo karama za ziada ambazo zipo katika Warumi sura ya 12. Tutaendelea kujifunza zaidi.